Scenario ya Tabora, scenario ya Ken Gold, kuna namna ambavyo kama zinashabihiana, lakini tukienda kwenye hii scenario ya Tabora ambayo bado haijathibitika 100%, lakini Tabora ni moja kati ya timu ambazo zimekuwa na tabia mwanzoni mwa msimu wanachelewa kukamilisha usajili kwa wachezaji, wanajikuta wanatumia wachezaji ambao pengine hawako kwenye plan za mwalimu. Tumeshuhudia msimu huu na hata msimu uliopita, tunakumbuka alianza mechi wakiwa na idadi ndogo sana ya wachezaji, walikuwa na wachezaji 7 au game ya kwanza dhidi ya Azam kama nakumbuka, kama kumbukumbu zetu wote ziko vizuri. Kwa hayo mazingira unaendelea kuona kwamba Tabora wamekuwa wakifanya vitu nje ya uwezo wao. Yani unakimbia kusajili wachezaji wenye gharama kubwa ambao wanashindwa kuafford ama kuaccommodate. Hiyo ni moja kati ya changamoto kubwa. Lakini changamoto ya pili, nadhani lazima wajiweke katika mazingira mazuri ambao wanaweza wakafigure out vitu vyao in case haya madai, kwa sababu watu wengi wanaoenda Tabora na kuondoka in terms of technical bench, kama coach ambaye alifanya Tabora iweze, Mikiade ambaye alifanya timu iweze kufika nafasi ya 5, aliondoka katika hali ya sintofahamu, kwa sababu pia Tabora inaonekana walishindwa commit goals ambazo mwalimu alikuwa anazihitaji. Lakini kwa upande wa Tabora wachezaji kuondoka imekuwa ni issue ya kawaida. Of course wako na jicho kubwa sana la scouting, kuona wachezaji wazuri wanaweza kuwasajili, wana jicho kubwa sana. Na wapongeza scouting team ya Tabora United. Lakini in terms of administration, kwa eneo la utawala, Tabora United nadhani kuna kitu ambacho inabidi wakifanyie kazi vizuri kama kweli wanahitaji kufika mbali zaidi, kwa sababu kwa scouting ya wachezaji wazuri wanayo jicho. Namna ambavyo sio tu jicho la wachezaji, hata kwenye aspect ya technical bench, tunakumbuka alikuwepo hapa Frank Manzi, moja kati ya coaches bora sana kutoka Kenya, ambao ukienda Kenya ukimtaja kocha huyo ana jina kubwa na profile kubwa. Kuna muda alikabidhiwa hadi timu ya taifa ya Kenya kwenye michuano ya Mapinduzi ambayo ilifanyika kule visiwani Zanzibar. Kwa kuna namna ambavyo Tabora kwenye issue ya kuscout coaches bora wako vizuri, issue ya kuscout players bora wako vizuri, iwe ni domestic players kwa maana ya wachezaji wa ndani ama foreign players, bado utaona wanajicho kubwa sana. Lakini changamoto kubwa sana nadhani namna ambavyo wanaanza kufanya management ya hao wachezaji imekuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo wanafanya vitu ambavyo viko nje ya uwezo wao, ndio maana hizi taarifa tunazipata hivi sasa. Naam, ndugu wanahabari, na wasalimu kwa jina la Tabora United, na wote tuseme nyuki hakumbatiwi wala hapigi busu. Nipende kutoa taarifa kwamba kikosi cha nyuki wa Tabora kimeondoka jana usiku kutoka Tabora kuja Dar es Salaam kwa ajili ya mchezo wa ligi kuu ya NBC Soka Tanzania Bara dhidi ya Azam FC ambao tunakwenda kucheza tarehe 18 kwa maana ya Jumatano ya kesho kutwa saa 10 kamili jioni. Na kimsingi niseme tu kwamba mechi yetu ya tarehe 18 tayari tumeshafanya maandalizi ya kutosha tangia tulivyokuwa Tabora, na tangu timu ilipoingia tarehe 2 ya mwezi huu wa 6 kambini kwa ajili ya kujiandaa na michezo hii miwili ya mwisho ya kwenda kumaliza msimu wa 2024-25. Lakini pia kingine ni toe ufafanuzi kuhusiana na taarifa ambazo zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii zikieleza kwamba wachezaji wa Tabora United wamegoma kusafiri kuja Dar es Salaam kutokana na kile ambacho kinaelezwa kwamba hawajalipwa mishahara yao. Kauli ya klabu ni kwamba management tumekuwa tukifanya au tumekuwa tukitimiza wajibu wetu wa kulipa mishahara wachezaji, benchi la ufundi pamoja na stafu wote kila mwezi kama ambavyo mikataba ya wachezaji na stafu na benchi la ufundi inavyohitajika, au namna ambavyo tumeingia nao makubaliano. Kwa hiyo sio ukweli kwamba wachezaji hawajasafiri ama wachezaji wamegomea kuja kucheza mechi dhidi ya Azam. Si, hapana. Wachezaji wote wameondoka jana usiku kuja Dar es Salaam. Nafikiri mpaka mchana watakuwa wameshafika hapa, na baada ya kufika leo hii tutapumzika. Leo hatutakuwa na programu yoyote ya mazoezi, na tutakuwa na programu kesho kwa ajili ya kufanya mazoezi ya mwisho kabla ya mechi ya Jumatano. Kwa hiyo sisi kama management hatufurahishwi na taarifa ambazo watu wamekuwa wakizizungumza
tofauti kwa ajili ya kuchafua brandi ya Tabora. Tabora ni timu kubwa na ni timu ambayo imekuwa ikifanya vizuri katika msimu huu wa 2024-2025, na hatuna sababu ya kuwalipa wachezaji mishahara kwa sababu fedha tunayo. Hatuna sababu ya kuwalipa benchi la ufundi ama staff mishahara kwa sababu pesa ipo ndani ya klabu, pesa ipo, na hatujawahi kupitia changamoto ya kusema kwamba klabu haina fedha, kwa hiyo haiwezi kulipa mishahara ama haiwezi kulipa posho za wachezaji. Kwa hiyo nizungumze tu kwamba taarifa hizo zipuuzwe, na tunapinga vikali sana watu ambao wamekuwa wakichafua brand ya Tabora United, na sisi sasa tutakwenda mbali zaidi kwa ajili ya kuwachukulia hatua watu ambao wamekuwa wakizungumza taarifa ambazo zinalenga kuchafua brand ya timu. Asanteni sana.